moto, moto moto, uchungu wa mwana, viva vijana, viva Mapinduzi. Likifanywa na UWT ni jambo la Chama cha Mapinduzi. Haya yote wanayoyafanya ni kwa sababu chama kiliweka sera zake na pamoja na ilani yake ambayo wajumbe wa mkutano mkuu tulipitisha na tukaipeleka mbele, viongozi waliochaguliwa wakaifanyie kazi, na sisi hapa ni miongoni mwa wajumbe wa mkutano mkuu wa mwaka 2020 tuliopeleka au tulioipendekeza na kuipitisha ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo tunapokusanyika hapa na kuona yale matunda au yale yote ambayo tuliahidi katika ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi na viongozi wetu wa Chama cha Mapinduzi kwamba wameitekeleza, hatuna budi kila mmoja wetu kusapoti, kupongeza na kuwa pamoja nao, kwa sababu wao wamefanya kazi ile ambayo tumewatuma. CCM oye! Kuna viongozi mbalimbali tumewachagua. Wapo ambao viongozi wa majimbo, wapo viongozi ambao wamechaguliwa kwa wao wametokana na UWT, lakini Mheshimiwa Tabia ni kiongozi ambaye ameteuliwa na Mheshimiwa Rais. Yeye ni uteuzi wa Mheshimiwa Rais. Nakumbuka tulifanya uchaguzi, hatukumpa kura au kura hazikutosha, lakini Mwenyezi Mungu alikiona kitu ndani yake. Kama tunavyofahamu na sote tunajua, Tabia Mwita alikuwa makamu mwenyekiti wa UVCCM na alifanya kazi kubwa kweli wakati akihudumu katika nafasi yake ya makamu. Ilikuwa hakuna sababu kwamba kuona kuna mtu alifika ngazi yote hiyo, na aliyofanya yamefanyika na yameonekana. Mheshimiwa Rais akampa nafasi, na nafasi hiyo Mheshimiwa Tabia kiukweli, nasema hapa mbele zenu, nasema mbele ya Mwenyezi Mungu, ameitendea haki kazi aliyopewa na Mheshimiwa Rais kweli kweli. Hongera sana. Katika nafasi yake ya kiserikali akiwa waziri amefanya kazi kubwa katika miradi mingi ya maendeleo ambayo imetekelezwa, ambayo Dr. Hussein Mwinyi ndio champion wetu wa maendeleo hayo kwa kupeleka fedha nyingi kwa ajili ya maendeleo. Miongoni mwa miradi au miongoni mwa wizara ambazo zilipewa miradi mingi iweze kuitekeleza ni pamoja na wizara ya Mheshimiwa Tabia Maulid Mwita. Yako ni ya pili. Kuna wizara ya uchukuzi, mawasiliano, na tumeyaona jamani yanayofanyika. Hapa tulipo wenyewe mashahidi. Nyuma tu hapo kuna flyover. Nyinyi ni wana CCM. Yanayofanyika na yanayoendelea kufanyika mnayajua. Hatuna haja ya kupoteza muda kuyaongelea sana. Tuongelee hili jambo letu. Kwa hiyo ndugu zangu, kama Mheshimiwa Tabia Maulid Mwita alifanya vizuri katika eneo lake la kazi, niwaombe sana Mheshimiwa Tabia ni miongoni mwa viongozi ambao Chama cha Mapinduzi tunawahitaji. Tunahitaji kiongozi ambaye anasikiliza changamoto za wananchi, kiongozi ambaye anafanya kwa ajili ya maslahi ya taifa lake na maslahi ya chama chake, na sio mtu mmoja mmoja au mambo mengine. Mheshimiwa mgeni rasmi, niseme tu mwenyekiti wangu amesema, na anasema na kesi kaninongoneza kwamba nisema kijambo lakini limekuwa jambo. Ndugu mwenyekiti, na kuahidi hili la leo, hiyo Jumapili inokuja uhai ukiwepo, litakuwa kubwa mara 5 ya hili la leo unaloliona. Mheshimiwa mgeni rasmi, nia na uthubutu wa kukabidhi vifaa vya mkoa wa Mjini nilikuwa nayo muda mrefu, lakini kwa kweli majukumu yalikuwa mengi na baadhi ya viongozi wetu walibanika sana, lakini katibu wangu wa mkoa nilivyomwambia niko tayari japo kwa haraka akaniridhia, ndo nimeanza na hili. Kwa hiyo leo nitakabidhi rasmi gari kwa mkoa wangu wa Mjini. Katibu, mwenyekiti na kamati tekelezaji ya mkoa, naamini kwa kuanzia hata na wilaya wakiwa hawana, basi katibu wangu wa mkoa ataridhia waweze kutumia gari hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, taa za kijani zimewaka. Ndugu zetu wa vijana wamezima zote, wamewasha kijani. Tunahitaji vifaa ambavyo vitatuwezesha kuelekea kwenye uchaguzi mkuu. Miongoni mwa vifaa hivyo lazima tupate usafiri, na ninajua tukitoa gari hii angalau basi kamati yetu ya utekelezaji ya mkoa haiwezi kupata tabu. Nikaona na mimi nijikokomoe, nijikwangue, na kwa sababu kanuni imenitambua
katika mkoa huu kwamba naweza kufanya lolote la kisiasa alimradi kufuata utaratibu. Nikaona nijitoe kwenye mshahara wangu niwanunulie mama zangu gari hili ambalo mnaliona hapo mbele. CCM oye! Oye! Lakini mheshimiwa mgeni rasmi, sambamba na gari nikasema lazima wilaya zetu pia tuziwezeshe. Kweli sio kweli? Inawezekana mambo yakawa mengi, lakini nimejikusuru leo pia kwa niaba yangu utawakabidhi viongozi wa UWT wilaya zote mbili, kila wilaya shilingi milioni 2,500,000. Lengo ni kuweza kuziwezesha wilaya zetu. Najua kuna changamoto ya makaratasi, kuna changamoto ya wino, kuna changamoto ya mafuta. Kwa hiyo najua hichi kiasi kidogo nitakachokabidhi mheshimiwa, utakachokabidhi wewe kitasaidia kuwezesha shughuli mbalimbali za Chama cha Mapinduzi na shughuli mbalimbali za kina mama wetu. Kina mama oye! Namuona Katibu Mwamvua anacheka, amefurahi kweli kweli. Lakini mheshimiwa mgeni rasmi, tumeitana na majimbo karibu yote ya mkoa huu. Pana majimbo 9. Nimesema wiki inokuja pia kuna kijambo na tunatarajia kukifanya wilaya ya Mjini. Kwa hiyo kwa leo nitaomba pia uniridhie uwakabidhi majimbo yangu 5 ya wilaya Amani, kila jimbo shilingi 500,000, ambayo hiyo itawasaidia angalau kuweza kununua makaratasi, kuitisha vikao, kufanya mambo, angalau akanunua maji ya kunywa akanywa, lakini alimradi kazi za Chama cha Mapinduzi zisikwame katika hilo. Lakini vile vile tunajua Mheshimiwa Rais wetu Dr. Hussein Ali Mwinyi ni mtu mwenye huruma, mwenye kujali na mwenye imani, na anagusa sana na masuala hususan ya watu wenye ulemavu. Nikajikusuru kwa kuleta vigari 5 ambavyo hivi watapewa watoto wetu wenye ulemavu, na kwa sababu tuko wilaya ya Amani, kila jimbo atatoka mtoto mmoja tutampatia, lakini na huko mbele kila tutazidi kuvipata tutaongeza mheshimiwa mgeni rasmi. Kwa hiyo niseme tu kwamba mimi kwa uwezo wangu mdogo kwa leo nimevipanga hivyo, lakini haya mambo yatakuwa ni mambo endelevu. Kila fursa nitakayoipata basi nitakuwa naileta mkoa wangu wa Mjini, na sileti kwa nia nyingine yoyote. Sileti fursa kwa sababu labda mimi tajiri, labda mimi waziri, hapana. Nawiwa na naguswa na chama changu cha Mapinduzi kwa sababu ndicho kilichonilea, ndicho kilichonikuza. Madam wewe unajua nilikotoka. Kwa hiyo kila fursa nitakayoipata, kabla ya kujali chochote, nitakijali chama changu, nitaijali jumuiya yangu ya UWT ambayo sasa hivi ndio inayonilea. Maana vijana huko nipo kidogo, lakini huko ndiko nilikotoka. Lakini pia fursa mbalimbali za vijana zitakapotokea na zilizopo zote, nitahakikisha vijana mkoa Mjini wanakuwa wa kwanza kuzipata fursa hizo. Mheshimiwa mgeni rasmi, nisiseme mengi, shughuli hii ni ya kwako. Mimi nashukuru sana sana kwa dhati ya moyo wangu kwa kuja. Nimefurahi. Kama unavyoona tunao vijana mbalimbali. Aila ya mkoa Mjini, aila ya Dr. Mwinyi pia hapa ipo. Hii aila aliniuliza Mheshimiwa Rais juzi Maisara, kwani hii aila ndo nini? Nikamwambia kadi zile za harusi si zinaandikwa kwamba Dr. Hussein Mwinyi na aila yake wanafuraha kukualika. Akacheka sana, akasema kwa hiyo mkoa Mjini kushakwa mpaka na aila. Nikamwambia hiyo aila ipo kwa ajili yako wewe rais wetu Dr. Hussein Mwinyi. Kwa hivyo aila, nawashukuruni sana. Sisi tumefarijika sana. Jambo la kwanza, tuna furaha na faraja kubwa kwa kuweza kupata gari ambayo itasaidia shughuli za UWT za mkoa. Mkoa leo wanakabidhiwa gari hii ikiwa chini ya usimamizi wao. Nina imani kwamba hata wilaya tukiwa tuna shughuli mbalimbali, na wao kwa siku hiyo wakiwa hawana shughuli yoyote, tunaweza tukaazima gari hiyo na katibu wetu Merimiwa ataturizia kuitumia. Mheshimiwa mgeni rasmi, kilichotolewa hapa kinatutia moyo na faraja kubwa. Tuliona maeneo mengi na mikoa mbalimbali wenzetu wakikabidhiwa usafiri kwa ajili ya kurahisisha shughuli mbalimbali. Tukajiuliza, sisi Mjini ndo hatuna watu? Sisi ndo hatuna wa kutupa? Lakini tuseme tunakushukuru sana Mheshimiwa Waziri wa Habari, sisi Mjini tumetoka kwenye kusema hatuna, kumbe na sie tuna watu. Mjini oye! Watu na sisi tunao. Mheshimiwa mgeni rasmi,
tulipopata taarifa ya jambo hili, ilikuwa ni taarifa ya haraka, lakini wana UWT tuliipokea. Na kwa nini tulipokea? Kwa sababu anayekuja ni mwanamke mwenzetu, lakini anayekuja ni mwana wa mkoa mjini mwenzetu. Kuna watu wengine wakimwona leo Mheshimiwa Tabia wanadhani alianza kwa uteuzi wa Dr. Mwinyi, lakini kiuhalisia Mheshimiwa Tabia ameanza kufanya siasa za chini kabisa majimboni, akiwa mwenyekiti wa umoja wa vijana jimbo la Mpendae. Safari yake ilianzia huko. Kwa hiyo mpaka alipofika iwe ni sehemu ya kusoma na kujifunza kwa sisi vijana ambao tunachipukia na kuendelea kutumikia jumuiya ya vijana, kuona namna gani kumbe tukienda ngazi kwa ngazi tunaweza kufika kule ambako tunatamani kufika. Mheshimiwa mgeni rasmi, niliseme hili kwa sababu watu wakiona hawajui alikotokea. Jamani, mkiona vyaelea vimeundwa. Kwa Mheshimiwa Tabia aliundwa na alitengenezwa na kulelewa na chama hiki, na ndio maana leo amerudi kwetu. Dada yangu Lela, tukukaribishe tena wilaya ya Amani. Wilaya ya Amani leo kinafanyika kijambo hiki, lakini wiki ijayo kuna kijambo kitafanyika wilaya ya Mjini, kukamilisha kwamba wilaya zote tumepata majambo. Lakini wakati Mheshimiwa Tabia alizungumza kuhusiana na fedha ambazo atatukabidhi sisi wilaya mbili. Tuseme Mheshimiwa Tabia, tunakushukuru sana. Sisi wilaya ya Amani kwa muda mrefu tulikuwa na kiu na hamu ya kupata eneo ambalo tutakwenda kujenga nyumba ya mtumishi. Tunakuahidi fedha ulizotupatia leo, tunakwenda kununua kiwanja kwa ajili ya ujenzi wa nyumba hiyo. Mwisho kabisa, kwa kumalizia, Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaomba utupelekee salamu zetu kwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan. Wanawake wa mkoa wa Mjini tunampenda sana, lakini upendo wetu kwake tutaudhihirisha Oktoba 25. Tutakwenda kupiga kura nyingi ambazo wataamini kweli wana Mjini wana mapenzi ya dhati na sisi. Lakini tupelekee salamu zetu kwa makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, lakini pia rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi. Tunamshukuru sana kwa kipindi chote cha uongozi wake. Ameleta mabadiliko ambayo sasa yanatusaidia. Huduma za afya ilikuwa ni kiu na hamu yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa vifo vya mama na mtoto vimepungua mno. Na hii kwetu ni faraja, tukiwa kama wanawake ambao tunabeba mimba zetu kwa miezi 9 tukitamani kupata watoto, lakini watoto wale tulikuwa tunawapoteza wakati wa kujifungua. Tuseme vifo hivi sasa vimepungua. Tufikishie salamu zetu kwake. Sisi Oktoba 25 tutampa kura nyingi na za kishindo. Majimbo 5 ya wilaya ya Amani yako chini ya Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa mjumbe wa kamati kuu, umoja wa wanawake, tunaahidi kwako hatutatoa wadi, hatutatoa jimbo hata moja ndani ya wilaya ya Amani. Kwa sababu mkusanyiko kama huu wa kina mama inaonesha wazi kwamba hapa pana baraka kubwa sana siku ya leo. Na nimealikwa, nimekuja. Kwa hiyo mheshimiwa, umeniambia kijambo, lakini ni jambo, lakini nimekusamehe. Mheshimiwa mgeni rasmi, nimeambiwa leo hapa patatolewa vifaa kwa ajili ya kina mama na watu wenye hali maalum. Historia ya chama chetu, historia ya jumuiya zetu hii ya kina mama, tuna kumbukumbu kwamba pakitokea jambo kama hili, kiongozi anataka kutoa vitu, tulikuwa tunakumbuka kwamba panatolewa matenge. Sasa nashangaa leo naambiwa baada ya matenge sasa hivi kunaletwa gari. Najiuliza sasa, tumetoka kwenye matenge tunakuja kwenye gari. Tukitoka kwenye gari tutakwenda kwenye nini? CCM oye! Kina mama oye! Kwa nakushukuru sana akina mama kujitokeza kwa wingi siku hii ya leo na kufanya mkutano wenu hapa kwenye mkoa wetu huu wa Mjini. Na hii isiwe ya kina mama tu. Jambo lote la chama, jambo lote la jumuiya, jitahidini kuwa wengi kuliko hivi.
Na hapa uzuri wa leo, mkusanyiko wetu huu ulianza na dua, na dua ile kwa wale kwa hafahamu Kiarabu, pameombwa kujiombea nyinyi wenyewe. Mmeombewa muwe pamoja, mmeombewa mwe mna ushirikiano, mmeombewa mpendane, mmeombewa muondokane na chuki, husda, hasada, choyo. Ndio dua iliombwa hapa. Kwa hiyo tayari mmeshajiombea dua wenyewe, na dua ile Mwenyezi Mungu ajalie ikubalike, ili mwe wamoja, mshirikiane pamoja, mfanye kazi kwa pamoja. Jina langu naitwa Mary Paul Mewa, katibu wa Umoja wa Wanawake mkoa wa Mjini. Nichukue furaha hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwanza kwa kitendo hiki kilichofanywa leo cha kupatiwa usafiri wa gari kwa ajili ya kazi za UWT mkoa. Tulianza kupata shida sana kwa maana tulikuwa hatuna usafiri. Tulikuwa tunapanda bodaboda, tunapanda daladala, tunaazimu magari ya makada. Tunawashukuru wale kwa wanatufanyia hivi. Lakini leo tutakuwa na uhakika, mimi kama mtendaji mkuu wa mkoa huu, kufanya kazi kwa uhakika na kwa wakati kwa kutumia chombo kile. Maimuna almaarufu Barabara, katibu wa UWT jimbo la Magomeni. Tumekuja katika shughuli hii ya Mheshimiwa Tabia, ambapo amekuja kukabidhi gari mkoa wa Mjini, UWT mkoa wa Mjini. Mkoa wa Mjini umekabidhiwa gari, lakini wilaya pia zimepewa milioni 2,500,000. Alhamdulillah, na majimbo pia tumepewa 500,000 ambazo zitatusaidia katika shughuli zetu za UWT, na hususan sasa hivi tunakwenda kwenye uchaguzi. Kwa maana hiyo tunamshukuru mheshimiwa, awe na moyo huo huo, aendelee kutusaidia wanawake wenziwe, na ndio maana tunaambiwa sasa wanawake tuwe mbele zaidi. Kwa hivyo tunamwombea dua mheshimiwa, Mwenyezi Mungu ampe heri, azidi kutufikiria wanawake wenziwe. Kwa jina naitwa Siti Al-Hassani na Kaja Ng'ombe. Nashukuru kwa waheshimiwa, Mwenyezi Mungu kuwajalia na imani wakatusaidia katika kiti hivi hapa, kutujalia kutupa viti hivi hapa. Kwa hiyo zamani nilikuwa na changamoto wa kupata hivi viti. Kwa hiyo kwa sasa hivi nashukuru kwa upendo wao wa dhati katika moyo na kufanya kazi katika ilani ya CCM, na kwa kuwajali wananchi walokopo chini, walokopo maskini. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa kutusaidia kiti hichi hapa.